Kalenda yetu imetupa neno kutoka Luka mtakatifu sura ya 2 mstari wa 41 mpaka ule wa 52. Luka 2:41 mpaka 52. Neno la Mungu linasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyo desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa, wakarejea Yerusalemu. Huko walimtafuta. Ikawa baada ya siku 3, wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, chukua nafasi hii kupongeza sana mkuu wa jimbo letu la Solwa. Nimekuwemo ndani ya jimbo hili tangu jana kufanya kazi katika sharika za Lyabukande na kule Kizungu, na baadaye kufungua nyumba ya mtumishi hapo Lyabusalu jana jioni. Nimeona kazi kubwa ambazo zinaendelea katika jimbo hili. Kule Lyabukande jana tumeweka jiwe la pembe la kanisa jipya linalojengwa, lakini kule Kizungu tumeweka jiwe la pembe pia katika kanisa jipya linalojengwa. Kazi najua zinaendelea hata kule namba 2 na pale pia namba 5. Najua jinsi mnavyojibidiisha katika kazi hii. Hongereni sana sana jimbo hili la Solwa. Lakini tutafakari kidogo juu ya somo hili ambalo tumepewa siku hii ya leo. Siku inayoongoza neno kuu linalosema kanisa ni msingi wa malezi bora. Kisoma katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 16 na mstari wa 16. Ndio tufungue tujikumbusha kidogo. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 16 na mstari ule wa 16, ili tupate sababu kwa nini hawa watu siku ile walienda kule Yerusalemu. Biblia inasema hivi: mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda. Wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo, kwa kadri ya baraka za Bwana Mungu wako alivyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida ya Wayahudi, walikuwa na sikukuu hizi 3 kubwa, na wakati wa sikukuu hizo walirudi Yerusalemu, mahali walipopachagua kwa ajili ya kwenda kumshukuru Bwana. Kwa siku hiyo walipotokea kule Yerusalemu, au walipokuwa kule Yerusalemu, ilikuwa ni kukutana na Mungu
na hayakuwa matembezi ya kawaida tu. Kwa hiyo kipindi hiki Yesu alikuwa ameenda na wazazi wake, wamekuwa wakienda kila mwaka. Biblia ndivyo inavyosema. Wamekuwa wakienda, ni utaratibu wao, ni desturi yao. Na kipindi hiki alikuwa ameenda, lakini akiwa na wazazi wake, na Yesu umri umeanza kukua kidogo. Amefikisha miaka 12. Wakati wanaondoka, wameanza safari za kuondoka. Ikumbukwe watu wote waliotoka umbali wa zaidi ya kilomita 25 kutoka Yerusalemu, wote ambao ni Wayahudi, washika dini ya Kiyahudi, walikuwa wanakuja Yerusalemu kwa ajili ya matukio haya yaliyotajwa katika Kumbukumbu la Torati. Kwa walipoanza kuondoka, sasa wale wa siku hizi naweza msijue sana. Nitatumia mfano mwingine naweza mkajua. Wale wa siku za nyuma kidogo, miaka ya 80, 70 huko, mnafahamu pakiwa na sikukuu kama hii inayokuja ya Jumanne ya Sabasaba. Mnapoenda kwenye sikukuu, si unaona ule umati ulivyokuwa unakuwa na kikubwa tunachokifuata kule ni nini? Miwa na maandazi. Watu ni wengi. Watu ni wengi. Ikitokea sasa ndio muda umeisha, watu wanaanza kuondoka. Wakianza na wale watu walikuwa mimi sishangai. Habari hii imetokea kwenye maisha yetu, kwa hiyo sishangai. Kupoteza mtu mwenye umri mdogo kwenye maisha au kwenye makusanyiko kama yale ilikuwa ni kawaida. Maana anaondoka anafikiri kwamba amenyoka kwenda Solwa, kumbe anaelekea wapi? Kakola. Sasa kundi kubwa limeondoka, linaanza safari ya kurudi. Na waliondoka mapema, inaonekana. Wametembea siku nzima. Mambo ni karibu na jioni ndipo wanashtuka. Pengine walipokuwa wanatembea, baba alifikiri kwamba mtoto yuko na nani? Na mama. Na mama alifikiri kwamba mtoto yuko na nani? Na baba. Wanapokutana wote sasa wawili. Maana safari ilikuwa bado inaendelea. Hawajafika walikokuwa wakiishi kule Nazareti. Hawajafika Nazareti. Sasa wanakutana sasa, waangalie mahali pa kupumzika ili kesho safari iendelee. Ndipo wanashangaa, huyu mtoto Yesu hayupo. Kwani wewe mliachana na mtoto saa ngapi? Anasema mimi sijui, nifikiri uko naye. Na mimi nifikiri uko naye. Na mimi nifikiri uko naye. Jioni wakaanza kumtafuta. Wanastuka hayupo. Tafakari hiyo hali. Ifikirie hiyo hali. Walikuwa na hali gani hawa? Wakatafuta siku hiyo yote, hawakumpata. Siku ya kwanza hakuonekana. Siku ya pili hakuonekana. Siku ya tatu, imagine sura ya mama ilikuwa inaonekanaje? Alikuwa na hali gani huyo mama? Siku ile ya tatu ndio wanashangaa, wasema tukajaribu na huko hekaluni. Wanamkuta yuko kati ya wataalamu wa maandiko. Kati ya walimu, amekaa nao pale mahali. Mama anamuuliza, "Mbona umetufanya hivi? Kwa nini mkutufanya haya yote?" Anasema, "Kwani nyinyi hamkufahamu kwamba imenipasa mimi kuwa wapi? Nyumbani mwa baba yangu." Neno linatuambia mama yake akayaweka yale maneno moyoni mwake. Maana hii ni ajabu. Huyu mtoto anaanza kutuambia alikuwa nyumbani mwa baba yake. Kwani huyu mama hamjui baba yake? Si baba yake alikuwa naye kule? Maneno yale mama huyu akayaweka moyoni mwake na wala hakuyasema popote. Ajabu nyingine, wakaanza sasa walipokuwa kwenye lile kusanyiko pale hekaluni, anauliza maswali yanawashangaza hata walimu. Lakini maneno yake pia anapoongea yamejaa hekima na busara, ili washangaza wengi, ili washangaza watu wengi sana. Bwana Yesu, huyu mtoto, yeye anampa nafasi ya kwanza baba yake, yaani Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Anaona yeye ilimpasa kuwa pale na wala si mahali pengine. Hapa tunapata fundisho kubwa sana. Tunapaswa tumpe Mungu nafasi ya kwanza maishani mwetu. Katika kila jambo tunalotaka kulifanya, tujiulize kwanza. Jambo lolote tunataka kulifanya, kama umempa Bwana Yesu au Mungu nafasi ya kwanza, unataka kulifanya, katika kila jambo lazima ujiulize kwanza, hili unataka kulifanya lina maslahi gani mbele za Mungu?
Maana Bwana Yesu alichagua mahali ambako ni salama katika maisha yake. Tukimpa Mungu au Bwana Yesu nafasi ya kwanza, tutajiuliza, je, Mungu ananionaje katika hili ninalolifanya? Mimi ambaye ni mwana wake, mimi ambaye ninajisibu mwenyewe kama namfahamu huyu au namjua, ananionaje kwa hili ninalolifanya? Kila wakati tujiulize, hili ninalolifanya lina faida gani kwa watu wanaonizunguka? Bwana Yesu apewe sifa. Hilo ndio jambo la kwanza ninalojifunza. Lakini jambo la pili ninalojifunza ni kwamba maisha yetu au ukuaji wa maisha yetu ya kiroho ni muhimu sana. Yeye alichagua kuendelea kukua kiroho kwa kutafakari neno la Mungu. Soma kitabu cha Baba Askofu Peter Kitula, askofu marehemu sasa aliyelala wa dayosisi ile ya Mara na Ukerewe wa kanisa la AIC. Aliandika kitabu kimesemaje juu? Tumezaliwa kukua kiroho. Amesema mtu aliyezaliwa kukua kiroho anategemewa kuendelea kujifunza na kutafakari neno la Mungu. Yesu Kristo alikuwa anamjua Mungu, lakini alitamani kuwepo nyumbani mwake, katika hema yake, katika hekalu lake, aendelee kujifunza na kukua kiroho. Askofu Peter Kitula anasema katika kitabu kile, ukisoma, anasema alienda katika maeneo mbalimbali nchini wakieneza Injili, lakini wakaja wa misionari fulani wakatembelea maeneo ya kule Kondoa kwenda kuangalia jinsi gani kanisa limekuwa, lakini hawakukuta ukuaji wowote. Cha ajabu, wakakuta kuna misionari yuko pale miaka mingi, lakini wakakuta hali ni ngumu sana ya kueneza Injili. Lakini kila mahali alipoenda hakuna mahali alipopokelewa kwa ajili ya neno la Mungu. Wale wa misionari wakamuuliza mwenzao waliomkuta pale, una miaka mingapi hapa? Akasema huyu ni mwaka wa 19. Hii hali vipi? Sema nimeendelea. Kuna kipindi nakaa hata mwezi sijabatiza hata mmoja, baadaye nabatiza watatu, baadaye nabatiza mmoja. Sema lakini sasa huku kukataliwa kwa Injili, haya mazingira unavyokutana nayo unawezaje kustahimili? Anasema iko siri. Kila wakati niamkapo asubuhi, kila wakati na ni kila siku, najishibisha kwanza kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inanipa nguvu ya kuendelea. Nimekaa hapa kwa sababu kila wakati najishibisha kwa neno la Mungu, napata nguvu ya kuendelea, naliishi neno. Hivyo hata hapa Bwana Yesu anatufundisha kwa mfano, aliamua kuliishi neno. Lakini jambo la tatu ambalo najifunza katika habari hii ni utii kwa wazazi na wale walio tuzidi umri na mambo mengine kama hayo. Wazazi wana kila kitu maishani mwetu. Anaweza akawa hata haoni, macho alishakuwa hayaoni, ila ana kila kitu kinachokuhusu wewe maishani mwako. Anastahili na inakulazimu na inakubidi kuwaheshimu. Watu wengi wakikua kidogo na wakibahatisha wakapata kaelimu au mali, anaanza kuona wazazi ni kama walizembea, hawakutajirika, ni kama wamepitwa na wakati, ni kama hawafai, ni kama wakizamani, hawajui lolote. Rafiki yangu mmoja tena sio muda mrefu, nafikiri mwezi mmoja tu, kama tunaongea habari ya watoto, akamtaja kijana wangu, akaniambia, vipi Noel bado anakuheshimu? Anatumia neno bado anakusikiliza, kwa maana ile ya kwamba ukimwambia kitu anafanya unachotaka wewe afanye. Nikamwambia anafanya. Akasema, akataja watoto wake ambao mimi nawafahamu, akaniambia, mimi wale wanajiona kwamba wanaona mimi wa kizamani, siku hizi wanisikilize. Wa kwanza wanayemsikiliza au wanaowasikiliza ni nani jamani? Wale vijana wa kiume wakaniambia wa kwanza wanaowasikiliza ni nani? Si mniambie manunguniko ya wazazi, kwani nyinyi hamjui? Wa kwanza wanaowasikiliza ni nani? Wake zao. Wananiona mimi wa kizamani. Sasa Bwana Yesu, Biblia inatuambia aliwasikiliza
na kuwatii wazazi wake. Na saa nyingine tunafanya vitu tunafikiri hawaelewi, wanatuangalia tu. Nataka nikushauri kutokana na hiki ambacho Bwana Yesu anatufundisha leo, kama wazazi wako wote bado wako hai, usichezee hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Usichezee, huo ni muujiza, na utumie vizuri bila kujali umri wako. Wale ambao tuko hapa na wazazi wetu bado wako hai, inaonyesha Bwana Yesu alilelewa katika imani, alijua nini cha kufanya. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba sisi watu wazima tulioko hapa tuna wajibu wa kuwalea watoto katika imani. Tuna wajibu wa kuwalea vijana katika imani. Vijana siku hizi wakishika simu wakasoma vitu vingi kule ambavyo sisi wengine watu visomi, wanafikiri wanajua mambo mengi kuliko ninyi mlioko au ninyi mliowazaa. Msiwachoke, wafundisheni. Endeleeni kuwalea na kuwaelekeza. Ninaamini kwa ufahamu huu tunaosimuliwa na maandiko, Kristo alikuwa na ufahamu mkubwa wa kimaandiko, na ambao na hekima pengine iliwazidi wazazi wake, lakini bado alikuwa ni mtii. Alikuwa ni mtii kwa wazazi. Hivyo tunakumbushwa kuendelea kuwalea watoto na vijana ili tuendelee kuwarithisha na kuimarisha imani ya maisha yao, kuwaandaa vijana na watoto wetu kuongoza kanisa, jamii na kizazi kijacho, ili wao waendelee kumtumaini Mungu, waendelee kukazana katika maisha ya imani. Maana maisha ya imani yanahusisha kumweka Mungu kwanza mbele kabla ya yote, kuendelea kutafuta uso wa Mungu hata katika lolote linalokupata katika maisha. Ndugu yangu Mwinjilisti Jonas Kalugila, unaona watu kutoka karibu maeneo yote ya dayosisi yetu, kila eneo kama sio wawili kuna mmoja amewakilisha. Tumefika hapa kwa sababu tumeiheshimu kazi yako kubwa uliyoifanya katika maeneo haya na katika dayosisi yetu hii ya Kusini Mashariki ya Victoria. Nikukumbusha ya kwamba wito wako haukomi leo unapostaafu. Hata baada ya kustaafu uendelee kuishi kwa ajili ya Kristo kama ulivyoishi hapo kabla. Jinsi Kalugila, uendelee kuwa mshauri, tena mshauri mwema kwa wenzako ambao bado wanaendelea na huduma katika Kristo au katika ofisi ya huduma, ukiwaombea kwa yote wanayofanya ili na wao wamalize salama kama wewe ulivyomaliza. Ukajiepushe jinsi Kalugila, ukajiepushe na manunguniko. Jiepushe na manunguniko baada ya kustaafu kwako. Ukajiepushe na lawama, si laumu kila wakati. Ukajiepushe na ukosoaji usio na kiasi. Una nafasi na una haki ya kukosoa kwa kiasi, isiwe kusiko na kiasi. Na kushauri, ukawe mshauri mwema kwa sisi unaotuacha katika huduma. Tunapoendelea na kazi utushauri, kiwezekana utuonye kwa uwazi na kwa maelekezo mengi yenye upendo na hekima. Umefanya mengi ya kukumbukwa katika dayosisi yetu. Ndio maana tumetoka pande zote kama nilivyokuambia kuja hapa. Vijana wengi hawataijua thamani yako. Wengine wameingia kwenye huduma sio muda mrefu, wanakuona tu na kawaida. Wengi tunaotambua kazi uliyoifanya tunakuheshimu, tunakupenda. Ndio maana tumeacha kila tulichoweza kukifanya ambacho tungeweza kuifanya leo, tuje hapa ili tushuhudie unavyo staafu kwa heshima. Mapambano na kazi kubwa katika mapambano ya Injili ukimhubiri Kristo. Lakini nataka nikukumbushe, pamoja na kustaafu, na kukumbusha kuwa kila msimu wa maisha una nafasi yake. Mmemwona leo Padishweka maarufu sana kwa miaka ile. Si wengi na nyewe mmemwona? Nani jamani mmemwona hapa Padishweka wa zamani? Hamjamwona Mama Masanja nyewe. Watu mbona mna wivu?
amepiga kazi. Nakumbuka Mama Sanja nilimstafisha mimi mwenyewe, nilikuwa mkuu wa jimbo sijui la Kusini Kati, lakini mimi naona kama vile amekuwa kijana zaidi, sio kama zamani. Anapiga step sawa na vijana, maana alimaliza huku, Bibi Masanja akageukia kazi hii nyingine, akaendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu mwinjilisti Kalugila, ujue kila msimu wa maisha una nafasi yake. Unamaliza tu huku kwenye taratibu za kiajira, lakini huduma ya Mungu haifungwi na umri, haifungwi na ajira. Kila msimu una nafasi yake bora katika maisha. Ustaafu, lakini uendelee kuitunza alama ya Kristo. Unaanza msimu mpya kwa baada ya kustaafu, unaweza kuwa ni fursa nzuri zaidi ya Kristo kujitukuza kwako au kupitia huduma yako kuliko wakati hata ukiwa kwenye ajira. Ndugu zangu wa usharika huu wa Sayuni Mwangu pamoja na jimbo hili la Solwa na Dayosisi Kusini Mashariki ya Victoria, ndugu yetu huyu ametenda kazi hii ambayo Bwana mwenyewe ameiheshimu. Hata wewe ulioko hapa leo umekuja kwa sababu unatambua mchango mkubwa leo utoa mwinjilisti huyu katika kazi ya Mungu. Mimi nakutakia baraka, ukatende kama Bwana alivyokusudia moyoni mwako hata baada ya ustaafu wako, ili Mungu aendelee kutunza wewe na mke wako na familia yako. Wapendwa ndugu zangu washarika, tumezaliwa kukua kiroho kama Kristo alivyobaki hekaluni ili endelee kukua kiroho. Tunaitwa kuwatii na kuwatunza wazazi kama Kristo alivyowatii siku ile pale hekaluni. Tunaitwa kuwalea watoto katika misingi ya imani ili wakue katika misingi hiyo, ili wafanyike baraka kwa kanisa, kwa nchi yetu na kwa kizazi kijacho. Tunaitwa kuendelea kutafuta uso wa Mungu. Alikuwa anamjua Mungu Yesu Kristo, lakini alibaki hekaluni ili aendelee kutafuta uso wake, aendelee kumjua zaidi Mungu. Ninawaombea mshikamano wana usharika huu wa Sayuni. Nawaombea umoja wana jimbo hili la Solwa. Ninaombea bidii ya kumtumikia Mungu wana dayosisi hii ya Kusini Mashariki ya Victoria, ili Mungu aendelee kujitukuza katika huduma, katika wito na katika maisha yetu tangu sasa na hata milele. Amen.